Kwenye zoezi tunaangalia wachezaji ambao wako wanajiandaa kwa sababu ya championnat ambayo itakayofanyika au itakayoanza hapo siku ya posho tariki 31 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Kwa hiyo hapa tuko kwenye zoezi, tunawaona wachezaji wetu ambao wako wanajiandaa kwa sababu ya championnat ambayo itakayofanyika hapo siku ya posho tariki 31 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Mnaona hapa kweli hapa tuko kwenye stadium ya hapa kwetu Msasa. Mnaona kama mambo yako sawa. Kwa hiyo tunawasubiri wachezaji wetu tuangalie kitu gani ambacho kitakachotokea hapo kwenye hii championnat ambayo itakayofanyika tariki 31 za huyu mwaka wa 2025. Itakuwa siku ya posho tariki 31. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa wachezaji wako wanajiandaa kwa sababu ya championnat ambayo itakayofanyika. Kwa hiyo hatujajua katika hii championnat nani ambaye ataonekana kuwa mshindi wa kuchukua hii kombe ya huyu mwaka wa 2025. Bado naona kabisa wachezaji wako vizuri kabisa, naona kabisa wanajiandaa kwa sababu ya championnat. Kwa hiyo leo tuko tariki 26, leo ni siku ya kwanza, tuko kwenye stadium hapa kwetu Msasa. Kwa hiyo championnat yetu itaanza siku ya posho ijayo tariki 31 mwaka wa 2025. Kwa hiyo tunaona kabisa wachezaji wako sawa, tunaona kocha yuko salama kabisa kwenye stadium hapa kwetu Msasa. Hatujui ni kitu gani ambacho kitakachofanyika au kitakachotokea kwa sababu ya hii championnat itakayoanza siku ya posho. Kwa hiyo naona kabisa wachezaji wako vizuri, wanajiandaa kwa sababu ya championnat. Wanasema kwamba lazima na sisi katika hili kombe, lazima na sisi tufanye kazi kama kazi ili tuangalie kama kweli na sisi tunaweza tukabahatika kupata kombe ya hii mwaka wa 2025. Kwa hiyo tunaona wachezaji wako vizuri, wanatabasamu, wachezaji wako vizuri, mazoezi yanaendelea. Kwa hiyo tunaona kabisa mnaona hapa kweli hakuna utofauti na Marekani, kwa sababu tukiangalia zoezi za Marekani mipira inakuwa mingi sana, na tunamshukuru sana kocha yuko vizuri kabisa. Unaona mipira ni karibuni 4-5 hivyo. Kwa hiyo anaiga Marekani. Kwa hiyo kama mnavyoona tunawaona wachezaji wa mpya wako hapa, baadhi ya goalkeeper wa mpya wako hapa na wachezaji wengine vile vile wa mpya ambao leo wamekuja kufanya zoezi na wenzao wachezaji katika stadium yetu ya hapa kwetu Msasa. Tunaona wachezaji kabisa wako vizuri, salama, silamini kabisa. Wako wanajiandaa, wanajinyorosha, wanasema kwamba hili kombe na sisi lazima tulichukue. Kwa hiyo kocha yuko vizuri sana. Kocha anasema kwamba lazima tuangalie kitu gani kitakachotokea katika hii championnat ambayo itakayoanza tariki 31 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Itakuwa ni siku ya posho ya hapo kesho yake. Tunaona kabisa wachezaji wanajiandaa. Nadhani kama hao wachezaji ni wachezaji wa B1. Ni wachezaji wa B1. Kocha yuko vizuri kabisa. Kocha anaendelea kupanga mazoezi ili mradi angalie kama kweli katika hili kombe ambalo litakalofanyika, angalie kama nayo vile vile anaweza akachukua kombe. Hapa tuko pamoja na kocha wa B1. Kwa hiyo salama kocha. Salama. Mbele ya yote kwanza tulikuwa tunataka kwanza ujitambulishe kwanza, wewe ni nani ili watu wengine waweze kujua kwamba wewe ni nani. Mimi naitwa kwa jina la Dume la Nyama, kanyama kadogo ni nyama meno kanasumbua. Ni kocha bora hapa. Tunapima kusaidia watoto kidogo kidogo, tulipenda kujitolea juu ya kuendelesha maendeleo ya watoto. Kwa hiyo unasema kwamba wewe jina lako naitwa kwa jina la Dume ya Nyama, kanyama kadogo ambao kanasumbua meno. Sawa, tunakusikia sana. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda tukuulize kuhusu hii championnat ambayo tutakayoanza hapo siku ya posho tariki 31 mwaka wa 2025 mwezi huu wa 5. Kwa hiyo kama wewe kocha unajisikiaje kwa sababu ya timu yako ya B1? Najisikia salama. Najisikia salama na mimi naona na wachezaji bora wanaweza nisaidia kumache kutokana na mazoezi nitawapa. Wakinisikia tutafika mbali, na kama kunisikia wakikata tamaa hatuwezi fika mbali. Kwa hiyo lakini wewe kwa akili zako vizuri naona kama kweli hii championnat kabisa utakuwa ndani katika watu ambao watakaofika finali au demi finali kweli? Hiyo iko saa deni. Hiyo ni deni. Ni deni. Mimi naitwa Dume la Nyama, kanyama kadogo kanasumbua. Kujitapa akili njoo naongelewa jua.
Kwa hiyo tunaona kabisa wachezaji wako wako vizuri, wanafanya mazoezi, tunaona kabisa kwani gisi unavyojiamini na wachezaji wako ndio gisi wanajiamini. Ndio. Na wanajulikana, wana vipaji bora na kila mtu akiona techniques nawafundisha utajua kama hawa wachezaji ni wana nosio na wanacheza viwango fulani fulani, wengine wanacheza ma deuxième division, wengine wanacheza ma première division, yuko hapa na gardien bora wanamuita Onana. Nina wajuere bora kama vile Jumangoi, Petele, Ebochwa sa vile Eto, sa vile Rakiza. Nina wachezaji bora wenye wakiingia uwanjani unaangalia piko nasema très bien, wanajua. Kwa hiyo kocha, nilikuwa nataka nikuulize, unaona kama hapa kwetu sasa kuna timu mingi sana. Kwa hiyo kama wewe unaona timu gani ambayo uko unajisikia kwenye roho yako nasema kwamba hii timu nikutana nayo lazima patawaka moto katika hizi timu ambazo ziko hapa kwetu kambini sasa? Hiyo ni ulizo bora. Timu ya kwanza yenye mimi naona ina wachezaji bora na wanacheza na decision ni timu ya Two Jeunes Fils Boys. Timu ya kwanza nikikutana nayo na yeye anakutana na mkoko. Kweli. Ya timu ya pili nikikutana nayo nakutana na timu naona kama nikivuka na mimi najisantire bonda nacheza nayo kama tieni Bingwa Star. Bingwa Star. Kwa hiyo wewe kuna timu mbili ambazo unaona kama timu mbili ndio ninaona kama kwa hii season wanaweza pima kunitingiza kidogo, lakini nitakuwa mkoko. Yani kiboko kwa kiboko. Kiboko kwa kiboko. Mshali kwa mshali. Itakuwa derby. Na kwambia kabisa Dume ya Nyama yuko na maswali mazuri na majibu bora. Kwa hiyo unasikia kabisa sio wewe peke yako, kwa sababu kipindi nilikuwa napita mtaani huko nilisikia kabisa wanaiongelea Fizz Boys pamoja na B1 pamoja na Bingwa Star. Na Bingwa Star. Kwa hiyo ni timu tatu ambazo ziko sifika sana huko mtaani. Kuna wachezaji bora wenye wanatoka mbalimbali na wenye walikuwa wanacheza Bujumbura walipanda. Ndio. Wachezaji wa zamani walifika na wanacheza na decision. Sio wale wanacheza wanaogopa. Kweli. Hawachezeo tunachezea dawa, wanafanya mazoezi inaonekana. Sio mchezaji anabakia nyumbani kisha anakuya anasema maneno mingi. Juu mpira ni mafunzo. Kila siku unafanya repetition kwa vile unaenda masomoni. Wakati unafanya mafundisho deja nyo inakupashia elimu, unaweza fanya nini? Inakupashia pumuzi. Yaani kisi unaweza kuangalia kisi unaweza kujidefend. Wanakutilia kabubu mpira, unaweza tembea nayo hivi, unaweza tia pase hapa, unaweza fanya movement fulani. Kwa hiyo nasikia kabisa kocha Dume ya Nyama uko vizuri kabisa. Kwa jinsi unasema kwamba kuna timu ambazo na wewe unajisikia kama nikikutana nazo kabisa zitakutikisa. Kwa hiyo tunashukuru sana, tuna maswali mengi. Sio kunitikisa. Siseme kunitikisa. Itakuwa match itakuwa inaonekana kubatu wanasema kama ni match bora. Lakini hawato kutikisa sana. Hapana kunitikisa. Kwa hiyo hapa katika hizi timu zote na prezangu CP. Bishop. Kocha Dume ya Nyama. Kwa hiyo wewe unasema kwamba hakuna timu ambayo itakayo kutikisa hapa. Ndio. Equipment complete tuko nayo. Vitu yote tuko nazo tayari. Unaona ukiangalia maklebe zote tuna balo karibuni 8. Mimi hapa tunaleta ile. Kaena kabisa tunajitayarisha na ilikuwa equipe yetu B ndio tulikuwa nafanya na yuko mshampiona. Na equipe A iko deja kuna ma preparation ndio ile iko pale, ndio naangalia sisi kuna nafanya ma lever musculaire, ndio kuangalia sisi preparation ya kufanya entraînement. Kwa hiyo wewe yani kuna B na A. Kuna Stars Boys na kuko B1 juu. Nasikia kabisa uko salama kabisa. Nasikia kabisa wewe mtu ambaye unaongoza timu mbili, kwa hiyo kichwa chako kabisa kinabeba mzigo mkuu. Sawa, tunashukuru sana Dume ya Nyama. Hayo ndio maswali ambayo tulikuwa tunataka tukuulize kama kocha ambaye tunamwamini sana na unasifika sana hapa kwetu Msasa. Kwa hiyo kila timu wanatamani sana kuwa na kocha kama wewe. Kwa hiyo na focus sana kwa kocha wako. Tunashukuru sana ndugu yangu. Na mimi nashukuru sana. Asante kabisa. Kwenye wengine upande hapa tunaona tena wengine wachezaji wako wanajiandaa, nao vile vile wako wanajiandaa kwa sababu ya championa ambayo itakayofanyika tariki 31 siku ya posho mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Tunaiona mazoezi yao, wako wanafanya mazoezi kwa kujiandaa kwa sababu ya championa itakayofanyika hapo siku ya posho. Kwa hiyo naona wachezaji wako vizuri. Kwa upande huu tunaona ni timu ya Fizz Boys. Hii ni Fizz Boys, kuna wazee wazima ambao wanajamini kabisa kweli kweli. Naona kabisa Fizz Boys wako salama kabisa, wanajiandaa kwa sababu ya championa ambayo itakayofanyika siku ya posho tariki 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2025.
Kwa hiyo tunaona kabisa wachezaji wa Fizz Boys wako salama kabisa. Wanasema kwamba lazima tuangalie kitu gani ambacho kitakachotokea katika hii championa yetu ambayo tunaianza hapo siku ya posho. Kwa hiyo naona kabisa wazee wazima wa Fizz Boys wanajiandaa, wako salama kabisa. Unaona kama kuna wachezaji ambao wanajamini kabisa kweli kweli. Hapa tuko kwenye stadium hapa kwetu Msasa. Fizz Boys naona kabisa mazoezi wanaipiga kabisa zoezi vizuri sana. Unaona hapa tuko kwenye zoezi ya stadium hapa kwetu Msasa. Kwa hiyo naona kabisa Fizz Boys wako vizuri. Mnaona hapa tuko kwenye zoezi. Wanakuja kufanya zoezi kwa sababu ya championa ambayo iko hapo mlangoni ambayo itafanyika tariki 31 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Kwa hiyo hii timu hapa ni Fizz Boys. Fizz Boys ni timu bora zaidi katika timu ambazo ziko hapa kwetu Msasa, ni timu bora zaidi hii Fizz Boys. Kwa hiyo ina wachezaji wazuri. Naona kabisa kwenye zoezi wako vizuri. Wanajiandaa kwa sababu ya kazi ambayo wako nayo hapo katika hii championa ambayo tutakayoanza siku ya posho. Mnaona kabisa zoezi ziko sawa. Muko baadhi ya wateknisia wa mpira, mnaona hii ni zoezi tu, bado ya championa. Kwa hiyo zoezi iko vizuri. Tunajiuliza sasa maswali, zoezi inakuwa hivi vipi, championa kutakuwa kitu gani? Kwa hiyo katika championa kocha anasema kwamba mwa hii championa lazima achukue ushindi kocha wa Fizz Boys. Unaona kama ni timu ya wateknisia, ni timu ya wateknisia kabisa. Mnaona wachezaji wako kwenye zoezi. Huyo ni goalkeeper, baadhi ya magolikipa ambao wako hapa kwetu kambini Msasa, anasifika sana. Kwa hiyo Fizz Boy wako na wachezaji wazuri sana ambao wanajaminia, wanakuambia kwamba sisi mpira ni kitu ambacho tulizaliwa nacho. Hapa tuko kwenye stadium hapa kwetu Msasa. Mnaona kabisa wachezaji wako vizuri, wanajiandaa kwa sababu ya championa ambayo itakayofanyika hapo siku ya posho tariki 31 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Mnaona kabisa zoezi ziko sawa. Kwa hiyo kila mtu anakuja kupambania, angalie kama kweli. Mnaona kabisa nakwambia kabisa kwenye zoezi ziko vizuri. Hapa tunaona wachezaji kweli wako vizuri, wanajipanga, nasema kwamba leo lazima na sisi tuanze kujiandaa kwa sababu ya championa ambayo tutakayoicheza. Kwa hiyo hii championa itakuja moto kwa sababu naona kabisa katika hii Fizz Boys kuna wachezaji wa mpya ambao wamejiongezea. Kocha anasema kwamba mimi siwezi nikachezesha wachezaji ambao wanaowazoea wenzao hapa kwetu Msasa. Kwa hiyo ni lazima nilete wengine. Mnaona goalkeeper wa ngambo kule naye vile ni mgeni lakini anajamini kweli. Kwa hiyo hatujui kitu gani ambacho kitakachotokea katika hii championa ya huyu mwaka. Unaona Fizz Boys iko na wachezaji ambao wanajamini. Kwa hiyo msijiulize maswali hapa ni wapi. Hapa ni katika stadium yetu hapa kwetu Msasa. Tunaona kabisa hii ni zoezi ya Fizz Boy ambayo tulikuwa tunafahamia katika hapo mbele ilikuwa na jina tu jeune, lakini walipoangalia kama kweli wakasema ni lazima tubadili kabisa. Mnaona mambo yako vizuri. Baadhi ya wachezaji wazuri kabisa kwenye Fizz Boys wako wanajamini. Hii ni zoezi tu ndugu yangu, bado championa haijaanza. Kwa hiyo wanafanya matayarisho ya hata tuangalie goalkeeper ile ngambo iko salama kabisa. Kwa hiyo macho tunazidi kuangalia, hatujui katika hii championa ni nani ambaye atakayeonekana kuwa mshindi katika hii championa, lakini naona kabisa Fizz Boys wanajamini, wako vizuri, wanasema kwamba na sisi hii kombe lazima isitupite katikati ya vidole. Kwa hiyo wanajamini sana na ni timu ambayo iko na wachezaji ambao wanajikubali, wako vizuri wachezaji wa Fizz Boys. Salama. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tukujua wewe ni nani kwa sababu tunasikia kwamba wewe ni kocha lakini hatujui unakuwa kocha wa timu gani. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kwanza tukuulize jina lako, unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa kwa jina la Kibwana Juma. Mimi ni kocha Bingwa Star. Ndio. Timu hapa kwetu Msasa. Okay. Kwa hiyo tunasikia kocha, tulikuwa tuna maswali ambayo tulikuwa tunataka tukuulize kuhusu hii championa ambayo tutakayoanza hapo siku ya posho tariki 31 mwezi huu wa 5 mwaka wa 2025. Kwa hiyo wewe kama kocha na timu yako unaona hii championa itakuwa vipi kwa ngambo yako?
Kwa ngambo yangu naona kama championnat itakuwa nzuri. Ndio. Kwa sababu tunajiandaa vizuri kuhusu championnat hii. Ndio. Mmeona championnat iliyopita gisi matokeo yalitoka. Ndio. Kabisa hii tunajiandaa na sisi tuone kama tutafurahisha mashabiki. Kwa hiyo kocha, tunasikia kama kweli hii championnat inajiandaa. Kwa hiyo labda tulikuwa na maswali ambayo tulikuwa tunakuuliza katika hii championnat. Najua kama hapa kwetu Msasa kuna wachezaji wengi na kuna timu nyingi sana. Kwa hiyo wewe timu ambayo unaona kama mkikutana nayo, unaona kama hii timu nikikutana nayo iko nguvu sana katika hizi timu ambazo ziko hapa kwetu Msasa, timu gani ambayo kibinafsi unapokuwa unaikala unafikiria hii timu nitaipita? Je, ni timu gani ambayo unaweza kuwa unaijisikia? Kwa sasa timu zishakuwa nyingi zenye zinajiandaa na ziko nguvu. Ndio. Tokee watu wa championnat zinaanza kuchezeka, wanatoa pesa. Kila timu iko vizuri hivi kwa sasa. Nikisema timu moja ndakuwa nakosea kwa sababu saizi the Flash iko nguvu. Ndio. B1 unaona kama wako na recruiter. Ndio. Recruiter hivyo wako nguvu. Muungano tu jeune unaona kama wako sawa wote. Ndio. Maki hakuna timu utasema hii ni ndogo. Zote ziko nguvu. Ni wewe tu kuja unajiandaa kisi utapambana nao. Asante sana kocha, nasikia kama kweli unasema vizuri sana, unasema kwamba uwezo kaegamia kusema kwamba ni timu fulani ambayo iko nguvu, lakini wewe unaona kama zote ziko nguvu kwa sababu ya kazi ambayo wako wanazifanya. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa maswali ambayo tulikuwa tunakuuliza ni hayo, na tunashukuru sana kwa majibu yako na kwa kutupa sisi mashabiki ile moyo ya kusema kwamba tusikie kama kweli ekipe yetu hapa inaweza. Kwa hiyo tunashukuru sana. Na mimi pia nashukuru. Asante ndugu yangu.